تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب. Naam, katika ukurasa wa 20 tuna faslu fi hikmati sawmi wa maratibihi, naizungumzia hikma ya funga lakini pia na pandano, kwa maana ya daraja zake za funga. Daraja ya funga. I'lam anna al-maqsuda min as-sawmi, fahamu hakika maksudi ya funga ni imsaku nafs an hasisi adatiha, ni kuizuia nafsi kutokana na mambo ya kidesturi, yani hasisi kutokana na yale mambo ambayo ni kama unavyoona shawishi za kiada ya nafsi, inakuwa na mambo yake ambayo kuna wakati inashawishika na mambo hayo, mfano kula, sawa, mfano matamanio, naona tena wahabisiha, na kuifunga nafsi an shahawatiha, sawa, iepukane na yale matamanio yake, mambo yake na matamanio yake, hasisi adatiha na ashahawatiha, wa man'iha an ma'lufatiha, na kuizuia nafsi kutokana na maalufi. Maalufi ni mazoea, kuizuia nafsi iepukane, sawa, amma alufatiha, kutokana na yale mazoea yake. Nafsi na baadhi ya mambo imezoea, sasa unaizuia iepukane na mazoea ya masala mbalimbali, mambo mbalimbali. Walamma kanat an-nafsu maila, na ilivyokuwa nafsi ni yenye kutamani, ila hubbi rifa, inatamani cheo, sawa, kujikweza, kujinyanyua, ala sairi al-makhluqat, juu ya viumbe vyote. Nafsi inapenda hivyo, mimi. Sasa watakaburi alaihim, na nafsi huwa inapenda kiburi. Sasa wa ghairi dhalika, na kuacha hayo, min al-awaiqi, katika vikwazo mbalimbali, alhajiba, vinavyoweza kuzuia. Yani ilivyokuwa, sikiliza, walamma kanat an-nafsu maila, ilivyokuwa sasa nafsi inapenda, sawa, ni yenye kulala, ila rifa, inapenda kujikweza, ala sairi al-makhluqati, baki ya viumbe vingine, na atakabur alaihim, kujikweza, kujiweka kiburi. Ghairi dhalika min al-awaiq, kuacha hayo katika vikwazo mbalimbali, alhajiba, vinavyoweza kumzuia mtu, sawa, hajibatan la, vinavyoweza kumzuia, vinavyoweza kuizuia yeye nafsi, min, kutokana ni antasila, kufika, ila anwari ilahia, kuzifika nuru za uungu, nuru za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya kwa sababu ndivyo ilivyokuwa. Lamma kanat, haya tuliyozungumza hapa. Nini sasa kikatokea baada ya kuwa haya yamo na watu wanapenda kuwa nayo, mfano vyeo ama kuzuiwa, sawa, katika vikwazo mbalimbali vya kumfika Mwenyezi Mungu katika nuru ya uungu, sawa, ndio jaala Allahu sawma, Mwenyezi Mungu amejalia funga sababan qawiyan, ni sababu kubwa sana, fi izalati tilka alawaiq, katika namna ndani ya kuondosha vile vikwazo. Mtu angelifika nuru ya Mwenyezi Mungu ilipo, kwa maana utukufu wake, daraja yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliyojua anaipata kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata ucha Mungu ndio anwari, mtu mpaka awe ni mcha Mungu kashahubikwa na nuru za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa matokeo yake sababu ya kufika huko, sawa, kuondosha tilka alawaiq, vikwazo vile, ndio funga imekuwa sababu kubwa ya kufanywa haya. Hata isipokuwa mpaka unaona anna arbaba almukashafati, hakika, sawa, arbaba almukashafati, mabwana wakubwa, arbaban mukashafati, mabwana wakubwa waliofungukiwa na majambo,
maana wacha Mungu nini, la yasiluna ilaiha, hawafiki huko kwenye kufungukiwa na majambo, kwa maana ucha Mungu na nini, daraja za juu kabisa, illa bisomi, mpaka wafunge sana. Kisikia mtu fulani alikuwa wali, mtu fulani alikuwa kadha wa kadha, mtu fulani alikuwa mja wa Mwenyezi Mungu aliyekuwa safi, mtu fulani alikuwa hivi na hivi, tambua kwamba hakufika hapo ila alifunga sana, akaacha maasi, akafanya ibada. Njia ni hizo tu: funga sana, acha maasi, fanya ibada; funga sana, acha maasi, fanya ibada. Liannahu, kwa sababu kufunga ndio sababun fi tawadhu'i nafsi, ndio sababu ya kuidogesha nafsi ama kuishusha nafsi chini. Tawadhu'i kwa maana kuinyenyekezesha nafsi, tena wabitawadhu'iha, sawa na kwa kuinyenyekezesha nafsi ama kuishusha nafsi chini, jione ni dhalili kabisa, isijikweze wala nini. La yahumu shaitanu haula, shaitani hawezi kupiga mbizi hapo, hawezi kusimama akawa na kudanganya danganya, sawa, katika mtu ambaye nafsi yake imejidhalilisha. Fatasilu, basi matokeo yake atafika mtu huyo au nafsi hiyo itafika ila tilka al-anwari samadiya, kwenda kwenye zile nuru, sawa, za utegezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, nuru za kimwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtegemewa ndo Mwenyezi Mungu, ndo samadia, nuru za mtegemewa kwenye kila kitu. Samadia ni mtegemewa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidha qala, kwa sababu hiyo basi ndivyo maana Mwenyezi Mungu amesemaje, laula qala sallallahu alayhi wasallam, ni bwana mtume anasema kama ndivyo basi tunaambiwa laula anna shayatina, laula kama si ambavyo, anna shayatini, mashayatani kama si ni wenye yahumuna ala qulubi bani adam, wanapiga mbizi, sawa, wanasimama potosha nyoyo za wanadamu. Yahumuna, wanasimama juu ya nyoyo za wanadamu, wasifanye chochote ila shaitani anaingiza, sawa, vitimbi vyake. Basi kama si hivyo, basi la nadharu ila malakuti as-samawati, nyinyi nyote umati wangu mngetazama, sawa, milika za Mwenyezi Mungu, malakuti ya Mwenyezi Mungu, vitu ambavyo anavyo Mwenyezi Mungu mbalimbali, mbinguni huko, chini ya ardhi, malakuti yote, kwa maana dunia hii yote mngeitazama jinsi ilivyo. Lakini kwa sababu shetani amesimama, amekuzuieni hayo. Na kwa sababu gani? Maasi mnayoyafanya. Sio kwamba anasimama mbele utamuona, amekuwekea maasi, kwa maana anakuzuia wewe usiwe mcha Mungu. Unaona? Haya, qala al-Iraqi, rawahu Ahmad bin Nahawi, al-Imam Ahmad kaipokea hadithi mfano huu. Fahuwa, funga ni lijamu almuttaqin, ni kamba ya wachamungu. Wachamungu wanapokuwa wanaelekea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wanashika kamba yao ni funga. Lijamu almuttaqin ni kamba ya wachamungu. wa jannatu almuharibin, ngao junna, sawa, junnatul muharibin, yani ngao ya wale wanaopambana vita, ngao yao ni hiyo. Mtu anataka, mfano unapigana na mtu au na kitu, sasa una ngao, sawa, matokeo yake utachomwa, utakufa. Lakini ukitaka kuwa na ngao ya wale wanaopigana vita kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa maana watu wanaopambana na maasi, wawe na funga. Walahu ta'thirun ajib, funga ina viathiria vingi sana, sawa, ina alama, ina athari ajib, athari ya ajabu kweli kweli, fi hifdhil a'dha'i dhahirati, kwenye kuhifadhi viungo vya dhahir. Funga hiyo. Wa qawi aljawarihi, na kutia nguvu viungo, jawarihi, viungo, a'dha, hivyo viungo. Qaulihi sallallahu alayhi wasallam, bwana mtume alisema jasumu tasihu, fungeni mtapata.
fungeni taswihu, fungeni mtapata afya. Rawahu ibn as-Sani wa Abu Nuaim, sawa, wa Ramza as-Suyuti, na ameipita al-Imam Suyuti katika upande wa hasanihi, kwa maana hadithi ilo nzuri li hasanihi, kwa sababu ya uzuri wake hadithi hiyo. Kwa hiyo acha tuweke hapa kituo. Wa min hikmati, tuje tuondoke na miongoni mwa hikma zake.